Qaulihi ta'ala, maneno haya ni kama maneno mengine ya Allah kwenye aya nyingine ya suratu Shura aya 52. Allah amemwambia mtume wake, ma kunta tadri mal kitabu wala iman, wewe ulikuwa ni mjinga, hujui chochote, hujui kitabu wala hujui imani ni nini. Hivi vitu umeandaliwa na ukapewa, ukakuwa navyo, kwa hivi ukawa una manufaa makubwa kwa watu wako. Qala al-Imam al-Jalal, mwana wa chuoni aliandika tafsiri ya Qur'ani inaitwa Jalalain, amesema kwenye tafsiri ya aya hii, wa wajadaka dhallan fahada, Mola wako amekukuta ni mpotovu akakuongoza. Kwenye Jalalaini anasema shekhe, ay wajadaka dhallan, Mola wako amekukuta ni mpotovu, kwamba uko kwenye mazingira ya upotovu. Amma anta alaihi, ulikuwa umepotea kutokujua haya unayoyajua sasa hivi, hukuwa nayo. Mmefahamiana? Kabla hajapewa utume, si alikuwa anatoka Maka, anakwenda nje ya mji mapangoni huko peke yake, usiku mchana kapiga kambi, anafikiri jinsi ya kumwabudu Mola wake wa kweli na jinsi ya kuwasaidia watu wake waachane na tabia hizi mbaya walizonazo. Hajui aanze wapi, aanze vipi. Kwa hiyo ndo aina ya upotovu alokuwa nayo, hajui. Kwa hiyo huyu bwana shekhe aliandika Jalalaini, anasema wajadaka dhallan amma anta alaihi, Mola wako amekukuta hujui kitu katika hivi unavyovijua sasa hivi. Upotovu wake ni kwamba hana elimu na maarifa ya kuleta kile ambacho anakitamani moyoni mwake. Wa wajadaka dhallan amma anta alaihi alana, Mola wako alikukuta wewe huko kwenye upotovu, hujui kabisa kwenye hivi ambavyo unavijua sasa hivi. Hivi vyote hukuwa navyo, hakukuta huna kitu mina shariati, katika sharia ya kuwaongozea watu. Fahadaka ilaiha, Mola wako ndo aliyekuelekeza mpaka ukafahamu sharia na utaratibu wa kuwaendeshea watu au kuwaongoza watu, kuwaelekeza, kuwakataza. Wakila, na panasemwa vile vile, dhalla fi ba'dhi shi'abi Makkah, mtume kuna kipindi katika udogo wake alipotea katika mitaa ya Maka, kama watu wanavyopotea mjini. Pita anatembea, njia zikamchanganya, akawa hakujua ya kurudia nyumbani ipi. Wengine wanasema upotevu wenyewe alipotea njia, kama anavyopotea mtu mwingine yote. Kila panasemwa dhalla fi ba'dhi shi'abi Makkah wa huwa saghirun, alipotea katika baadhi ya mitaa ya Maka alipokuwa mdogo. Faradahu Allahu ila jaddihi, Allah akamrejesha kwa babu yake Abdul Muttalib bila shaka. Qala Abu Hayani, mwana wa chuoni mwingine Abu Hayani anasema, la yumkin hamluhu ala dhalali, aya hii haimkiniki kuibeba kwenye upotovu huo waliokuwa nao wapotovu, ukasema hata na yeye mtume aliishi maisha ya upotovu sometimes. Haimkiniki kuitafsiri hivyo. La yumkin hamluhu ala dhalali alladhi yuqabiluhu alhuda, haimkiniki tukaitafsiri kwamba Allah alimkuta na yeye yuko kwenye maisha ya upotovu, kama watu wanawashikaji na yeye anawashikaji, wanazini na yeye anazini, wanalewa pombe na yeye aliwahi kulewa, walifanya shirki na yeye alifaa. Hapana, hajapitia hayo. Haimkiniki kabisa kutafsiri hivyo. Lianna al-anbiya ma'sumun min dhalik, kwa sababu mtu yeyote anayeandaliwa kuwa ni nabii anakinga tangu anazaliwa. Mazingira haya hapitii nayo. Manabii wote wanakuwa maasumun, hawafanyi mambo ya ujinga tangu udogo wao mpaka wanapokabidhiwa majukumu ya uongozi. Qala Ibn Abbas, bwana Abdullah ibn Abbas amesema, huwa dhalaluhu wa huwa fi sigharihi,
Kupotea huku ni kule kupotea kwake alipokuwa mdogo, kama ilivyosemwa hapo juu. Alipotea tu mitaa fi shi'abi Makkah, katika mitaa ya Makkah. Waqila, na panasemwa dhalla wa huwa ma ammihi, aliwahi kupotea kwenye safari akiwa na ami yake, fi tariqi Shami, walipokuwa wanaelekea Sham kibiashara, wanatoka Makkah wanaenda zao Sham. Alipotea, akapoteana na ami yake. Yanasemwa hayo yote. Mradi maneno makubwa na muhimu ni yale tuloambiwa hapo juu. Alikuwa hajui vipi aanze kuongoza watu wake. Kupotea kwenyewe ndo kulikuwa hivyo, au ni mazingira aliyokulia ni ya upotovu mtupu, na kwa hali yake yeye ya kuwa ni mtoto yatima na hakuna aliyekuwa anajali mtoto wa mwenziwe, ilikuwa mazingira yamchukue aingie kwenye mkumbo wanaoingia mayatima wengine, chokora, watoto wa mitaani na vinginevyo. Allah amemuhifadhi na hayo. Mazingira yalikuwa mabaya, lakini ubaya wa mazingira haukumharibu, haukumchafua. Allah kamtunza. Wawajadaka ailan, na alikukuta masikini, faaghna, akakutajirisha. Yani wawajadaka faqiran, Mola wako alikukuta wewe fakiri. Yani fakiri na maskini vina maana moja, inakaribiana, lakini maskini huwa afadhali zaidi kuliko fakiri. Fakiri ndio yeye kapoteza zaidi. Fakiri inawezekana haja zake za kutwa hazitimizi, lakini maskini anaweza akahangaika, mahitaji ya lazima ya kutwa akayapata, akabaki kesho tu aamke akiwa yuhai mzima, ana nguvu, akachume tena. Maskini anaweza kuwa anayamudu maisha yake, lakini kuna mambo mengine yanakuja ya lazima akashindwa kuyapata, akalazimika akope au vinginevyo. Fakiri yale ya lazima ya siku hayapati. Kwa hiyo wewe Mola wako alikukuta faqiran, ni muhitaji, una hali ngumu. Muhtajan, muhitaji. Faaghnaka anil khalqi, Mola wako amekutajirisha kwa kukufanya huwategemei viumbe. Aghnaka anil khalqi, kakufanya ni mwenye kinaya ya nafsi, hukuwa ukajidhalilisha kwa viumbe, kumuomba huyu, kumuomba huyu, kumuomba huyu, ukawa unatosheka na hali ulionayo. Wanasimulia watu wa sira kwamba kuna kipindi kabla hajafa mama yake alichukuliwa na mama wa kulea, na ndiye aliyemnyonyesha, Halima Saadia. Akatoka Maka akaenda akakaa huko majangwani, huko vijijini, walikuwa wana utamaduni huo wa Arabu. Huyu mama alivutiwa sana na tabia ya huyu mtoto na akimpenda kupita kiasi, maana alikuwa hana utaaradhi mtoto. Pamechelewa kupikwa hadai wala halalamiki njaa. Alikuwa na marafiki, akiitwa wakati wa chakula anakuja na marafiki zake nyumbani. Chakula alichotayarishiwa yeye mtoto mmoja anakula na marafiki zake wote. Akishamaliza haendi akasema sijashiba, anarejesha chombo kakinai. Hajamuachia mlezi wake vyombo akoshe, yeye akishakula anakosha vyombo, anaweka kila kitu mahala pake. Alikuwa mtoto mdogo, lakini anaishi maisha ya mtu mzima. Watu wengine katika watoto wenziwe shida zao wanakuja kuleta kwake, anatatua matatizo yao, anawapa maelekezo. Tangu udogo wake alikuwa ni mtu wa maajabu maajabu maajabu. Kwa hiyo hajajifanya mzigo kwa watu, na shida ya hichi, sina nguo, nataka pesa, na hakuwa na maisha hayo. Alikuwa ni mtu anayetosheka, anayeridhika. Kwa hiyo huko ndo kutajirishwa alikotajirishwa. Hata humjui huyu sasa hivi ana shida gani, anahitaji nini, kama hukuona zile alama za kimaumbile. Maana mwenye shida anajulikana, taarifunahum bisimahum, mwenye shida mnawajua kwa alama zao. Kwa hiyo alikuwa ni mkwasi kwa sababu moyo wake ni sultani. Allah kamfanya awe na kinaya, ana kinaya alichopata. Kwa hiyo wajadaka faqiran muhtajan,
Mola wako kakukuta we ni fakiri, mtu muhitaji, yani unahitaji sana, fa aghnaka anil khalqi, Mola wako alikutosheleza usiwategemee viumbe. Kuombaomba nako kunamfanya mtu adhalilike. Kujifanya mtegemezi unapoteza murua wako kwa watu. Kwa hiyo alikuwa si mtu mwenye kutegemea kwa watu, anatosheka na alichonacho. Kidogo akipewa, kala, kashiba, hasemi sijashiba. Kashiba sawa, hakushiba sawa, yeye anaona ndo siku imepita. Bima yassara laka min asbabi tijara, Mola wako amekutajirisha kakufanya usiwategemee watu. Bima yassara laka, kwa lile alilokuwepesishia, alilokurahisishia, min asbabi tijara, kakupa sababu za biashara. Kwa ulikuwa unafanya biashara, unapata faida yako unayopata, ikawa inakutosha mwenyewe kwenye maisha yako. Walamma addada alayhi hadhihi ni'ama thalathi, baada ya Allah kumuorodheshea neema hizi tatu alizomneemesha nazo. Neema ya kwanza ni uyatima, kamtunza kwenye uyatima wake. Neema ya pili ni mazingira ya upotovu, akamsalimisha na kupotea, kamuongoza hakupotea. Na neema ya tatu ni umasikini, akamtajirisha kwa kumpa kinaya na kutosheka na kichache anachopata, hakuwategemea watu. Kamtajia hizo neema tatu, halafu akafuatisha baada ya neema tatu, wasahu bithalathi wasaya, Allah amemuhusia nyasia tatu. Baada ya kumtajia neema tatu, akafuatisha wasia tatu hapo mbele. Mukabiliha, baada ya hizo neema tatu akampa wasia tatu. Faqala, akamwambia kwa kumuhusia, fa amma al-yatima fala taqhar, basi kama ulivyouona uyatima na ukaona madhara yake kwa mayatima wengine, wewe Allah akakuondolea madhara hayo, kakutunza vizuri, basi na wewe hakikisha yatima chini yako hadhaliliki. Fa amma al-yatima, basi ama yatima, kwa sababu sasa hivi mtume ana authority and power, ni kiongozi wa umma, yuko juu na maamuzi, anaambia chini ya dhamana yako hii ya kuwa kiongozi, hakikisha yatima hadhaliliki. Haina maana kwamba agizie popote panapo mtoto yatima nileteeni kwangu nile, haina maana hiyo. Maana ya uongozi ni kujua shida za watu na kujua vipi nitazitatua, kujua vipaji walivyo navyo watu na uwe na uwezo wa kuvitumia kwa manufaa ya umma ya wengi. Kuwa wewe kiongozi haina maana wewe ndo unajua kila kitu kuliko watu wengine, au unaweza kila kitu kuliko watu wengine, haina maana hiyo. Wewe kiongozi ni kama kuonyesha njia tu. Lazima uwe na dira, hawa watu wangu ninawapeleka wapi? Leo wako hapa, ni waboreshe kipi? Kwa muda gani? Uwe na plani. Kwa hiyo wewe kiongozi, chini kuna watu wana maafa huku, wanapitia mazingira magumu. Kwa nafasi yako wewe uyajue haya mazingira magumu ya watu na ujue namna ya kuyarahisisha magumu ya watu yawe mepesi. Kwa hiyo fa amma al-yatima fala taqhar, una nafasi ya uongozi kwa watu, kwa umma, hakikisha kwenye nafasi yako ya uongozi chini yako asidhalilike yatima. Sasa kama kiongozi ufanyeje? Na ndio maana utakuta zile expressions alizokuwa anatoa mtume, maelekezo, alikuwa anawahamasisha watu kuwatunza mayatima. Anasema ana wakafilul yatimi kahataini yaumal qiyama, mimi na atakayemtunza yatima tutakuwa kama hivi siku ya kiyama, yani jirani yangu. Sio yeye ndo awachukue mayatima wote wakae kwake, atengeneze mazingira kwenye jamii yatima wasidhalilike. Kwa hiyo anatoa maagizo au atatoa makatazo, atakayemdhalilisha yatima atapata hichi, adhabu hii atapewa. Ndo principles za uongozi. Sharia inakuwepo kwa kuwabana watu wasikiuke taratibu, wasiwadhulumu wengine.
Kama atafanya mtu dhulma, sharia inachukua mkondo wake. Kwa hiyo yeye alikuwa ametumia nafasi yake hiyo kuhakikisha yatima hadhaliliki. Yatima kamuandalia mazingira mazuri. Kwa hiyo mtu anapenda yeye mwenyewe binafsi, kwa yale matangazo yaliyotoka, pakitokezea pahala mtu kafariki, achukue yatima amlee, kwa sababu ya zile advertisements anazosikia. Anakaye mtunza yatima, siku ya kiyama atapata hichi. Kwa hiyo mtu anayejua future yake, leo niko hapa, nifanye kipi nitakachokitanguliza katika mambo yenye fadhila, ni kumlea vizuri yatima. Basi mtu mwenyewe anaraghibika kumlea vizuri yatima, amchukue, amchanganye na watoto wake, amtunze ili apate fadhila za kesho. Ni mambo ya uongozi. Mtume kafanya hivyo, akaliraghibisha jambo, yani kalihamasisha jambo mpaka watu wanahamasika, wanasema katika amali njema hii nayo ni amali njema. Au anapokuwa anaonya maonyo yake, anaonya watu mpaka wanaogopa katika jambo lenye matatizo, ni kumdhulumu yatima, unakaa pabaya siku ya kiyama. Ni maandalizi ya kiuongozi, na Mtume kafanya hivyo. Chini yake hakudhalilika yatima, kaweka kinga mayatima wasidhulumiwe, wasidhalilishwe, na karaghibisha watu wahamasike kuwachukua na kuwalea vizuri. Kwa nafasi yake kafanya hivyo. Nafahamiana? Fa amma yatima, basi ama mtoto yatima, kama ulivyokuwa wewe yatima ukatunzwa, na kwenye nafasi yako hakikisha ama mtoto yatima, fala taqhar, usimtweze, usimdhalilishe. Sio wewe kiongozi alafu kwenye uongozi wako yatima akadhalilika. Sitaki kuona hilo linatokea. Yani fa amma yatima fala tahtaqiruhu, ama mtoto yatima usimdhalilishe. Maana wewe kiongozi ukiachia mambo yanafanyika yanawadhuru watu, madhara yale unayafanya wewe, lawama zinakuja kwako. Maana unayajua lakini unayafagilia, inakuwa wewe ndo umeyaruhusu. Kwa hiyo wewe kwenye uongozi wako usije ukaruhusu, usiache mwanya mtoto yatima akadhalilika chini yako. Wala taghlibuhu, wala usimfanye akaishi maisha magumu, ala malihi, kwa kumghilibu kwenye mali yake. Yani kwenye mtoto yatima kafa baba yake, lakini baba kaacha chochote, huyu yatima ni mrithi. Haki yake aliyorithi kwa babake atunziwe mpaka atakapokuwa mkubwa akabidhiwe mwenyewe. Na aya ziko nyingi za Qur'ani. Wa atul yatama amwalahum, watoto mayatima hawa muwape mali zao bwana. Hiyo ni amri ya Mungu, sio ya Mtume. Mali kaacha baba yake, yeye akiwa mdogo, mnaambiwa muitunze, msiipoteze ikapotea. Muitunze, muikuze, muiendeleze. Akiwa mkubwa mwenyewe mumkabidhi hii mali yako. Kama gharama za uendeshaji wa matunzo ya hiyo mali unaweza ukajilipa mwenyewe, tufanya. Kama ni shamba umepalilia, umepanda miti mipya, bei ya hiyo kazi ulofanya toa mwenyewe, jirejeshe. Lakini mali ya yatima uitunze, ikue mpaka mwenyewe awe na maarifa ya kuchukua, kuidhibiti na kuiendeleza mwenyewe. Maagizo ya Qur'ani, na Mtume kayasimamia yote hayo, akayafanyia kazi. Yatima ana haki zake na zisipotezwe, akuziwe mali zake, akiwa mkubwa akabidhiwe mwenyewe. Wabtalu liyatama, kuweni mnawafanyia majaribio watoto mayatima, nyewe mnolea mayatima. Kuweni mnawapima uwezo wao wa kuweza kumiliki na kuendeleza mali. Hata idha balaghu nikaha, mpaka wakishafikia umri wa kuoa au kuolewa. Balighi sasa, umsomeshe, umuadilishe, halafu uwe unampima. Nikimpa imali ana uwezo wa kuiendeleza huyu. Akifikia umri wa baligh, ukimpima ukamuona akili yake iko vizuri, shamba hili anaweza kulitunza, mifugo hii anaweza kuitunza, pesa hizi anaweza kuziendeleza, basi hapo ujue huyu kishakuwa mpe mwenyewe. Fadfa'u ilaihim amwalahum, wakishakuwa wana maarifa ya kujua chao na kukitunza, wapeni wenyewe mapema mali zao.
Aya zote zipo zimetoa maelekezo hayo. Kwa hiyo huyu kiongozi yeye kapewa jukumu moja. Hawa watoto yatima alichokifanya Allah kuwaondolea wazazi wao haja wadhulumu. Wangelikuwepo wazazi wao, jukumu la malezi na makuzi ya watoto hawa liko kwa wazazi. Allah kawachukua wazazi, jukumu hili linabaki kwa walio hai. Ndugu wa marehemu wachukue nafasi ya kaka yao mdogo wao, wawalee watoto wake na wasiwadhulumu chao. Ni amri hizo. Kwa hiyo mtume yeye kama kiongozi anaambiwa asimamie hili. Fa amma al-yatima fala tahtaqiruhu, mtoto yatima usimtweze chini ya uongozi wako. Wala taghlibuhu ala malihi, wala usimghilibu kwenye mali yake. Yeye mtume hatofanya hivyo, lakini asiwaachie watu kufanya hivyo. Kuna shamba la mtoto yatima akalichukua ami. Mwisho wa siku yatima kishakuwa mkubwa, anaambiwa baba yako alikuwa ana kipande cha ardhi lakini hakikuwa na tija. Kuja kimbunga miti yote imeng'oka, alafu ile ardhi yenyewe mbaya, nimeiuza kwa bei duni thamani. Shilingi 50 tu nimeiuza. 50 yako hii hapa. Ushampotezea msingi wa maisha. Unampa pesa ndogo, wewe ushaghili sana kwenye mali yake. Kwa hiyo hichi kitu hakitakiwi. Huyu kwa dhamana yake ya uongozi kaambiwa asimamie hili lisitokee. Qala Mujahidun, amesema mwana wa chuoni Mujahid, la tahtaqiruhu, usimkwaze au usimtweze mtoto yatima. Wakala Sufyan, mwana wa chuoni mwingine Sufyan Thauri amesema, la tadhlimuhu, yatima usimdhulumu. Anaambiwa kiongozi hana dhamira ya kumdhulumu yatima, lakini hilo jukumu lina responsibility zake na answerability. Wewe ndo utakayekuwa masulu, wewe ndo answerable. Kwa hiyo hakikisha haya mambo kwenye uongozi wako hayatokei. Wanadhulumiwa watu wanyonge huko chini, mkubwa aliyoko juu anachekelea, askari wake wamefanya vizuri. Mfahamiana Sasa huyu kiongozi huyu anaambiwa hili lisije likatokea, askari wake wasije wakawa wanaendesha mambo ya kuwadhulumu watu wanyonge huko chini. Na mtume alikuwa hivyo. Maswahaba wake, maaskari wake wanamuogopa, wanamheshimu na wanamtii. Lakini zaidi ni kwamba wanamtii kwa sababu ya amri ya Allah. Yeye mwenyewe anaogopa mtu kufanya maasi ya kumdhulumu mtu, kufanya tofauti na alivyoagizwa. Kwa hiyo uongozi wake ulikuwa ni wa uadilifu, anasimamia majukumu yake kama alivyotakiwa. Usimdhulumu yatima, yeye ndo anaambiwa hivyo. Yani na yeye ahakikishe walio chini yake hawatofanya kosa hilo. Bitadhi'i malihi, usimdhulumu kwa sababu ya kumpotezea mali yake. To kama hivyo mzee kaacha mifugo, ng'ombe 50. Ilitegemewa kama ana watoto wawili, wanarithi ng'ombe wao, weshazaa ng'ombe 50 wataendelea kuzaa. Lakini ng'ombe aliacha vijigombe hapa lakini vimekufa. Kwa nini mkaviacha vigombe mpaka vikafa? Mmefahamiana? Kwa hiyo walikuwa na msingi wa mali alafu ukapotea. Msifanye hicho kitu. Wal muradu, na makusudio, kun lil yatimi kal abir rahimi. Allah anamwambia mtume wake, kama wewe ulivyokuwa yatima ukatunzwa, na wewe huo ni mfano, ufanyie kazi. Kulli yatimi, kuwa kwa mtoto yatima, kal abir rahimi, kama baba mwenye rehema kwa watoto yatima, warehemu mayatima. Kwa hiyo wakaa kwenye kiti chako cha uongozi, ujue majukumu yako, chini kuna masuhulia mengi, uwajibike. Faqad kunta yatiman, wewe mwenyewe si ulikuwa yatima? Allah ndo anamwambia mtume wake, faqad kunta yatima, wewe ulikuwa yatima, unajua madhara na machungu ya uyatima. Faawaka Allahu, Allah amekutunza kwenye maisha ya uyatima. Kwa hiyo ulione hilo, na wewe wakati upo hapo kwenye kiti hicho umekalia, utakuwa na mayatima huko chini, wafanyie ihsani, watunze. Fa amal yatima fala taqhar,
yatima usimdhalilishe, usimwekee mazingira magumu. Wa amma saila, na ama masikini muhitaji mwenye kuomba, fala tanhar, usimkemee. Usikae uko juu ukasema omba wote waondoshe, wanatutia aibu, wafukuze wapeleke porini. Kwa sababu ukimpeleka porini akaliwe na simba. Tafuta sababu inomfanya kwa nini akawa hivi. Kwenye jamii yetu mbona kuna watu wa aina hii? Tutawasaidiaje? Na wao watasaidiaje jamii pana? Wawezeshe, wataweza. Kama mnavyosema, mtu maskini unaweza ukamtumia akakusaidia wewe kupata kipato na yeye akapata chake. Si ndo kupanua soko la ajira tu? Muangalie anaweza kufanya nini huyu, muwezeshe afanye kile anachoweza kufanya. Wewe utapata na yeye anapata chake. Kwa mfano, wewe binafsi sio kiongozi, lakini Allah akakupa riziki kidogo, una senti. Kuna watu mtaani kwako unapoishi jobless, hawana kazi, wanaishi maisha ya kutegemea wengine, jambo ambalo Uislamu haupendi. Basi hata huna nafasi ya kukaa ukastadi huyu anaweza akafanya nini. Anaweza kufuga huyu kwa sababu ardhi anayo, ina malisho ya kutosha. Nikimpa ng'ombe huyu wa maziwa anaweza kumuendeleza. Yeye uwezo wa kumnunua ng'ombe hana, wewe unao uwezo wa kununua ng'ombe. Nunua ng'ombe, mpe ng'ombe, muamdalie mazingira yapo pa kwenda kumweka ng'ombe, halafu uangalie uwezo wake wa kumtunza huyu ng'ombe, kumlisha, kumpa maji, kuangalia afya yake. Akiumwa ampeleke veterinary akapate dawa, halafu ng'ombe atazaa maziwa, atatoa maziwa, atazaa watoto, atatoa maziwa. Maziwa anauza, mwambie 60% ya maziwa haya chukua wewe, kwa sababu ana mahitaji yake. 40% nipe mimi. Au wakati mwingine usitake kingi, mwambie 20% ya kipato kitachopatikana na ng'ombe hawa changu, 80% ya kwako, kwa sababu ndo unahangaika na mifugo. Kama kuna watu 8 10 umewapa hichi kitu, umewafanyia hivi, ile 20% ya watu 10 utakuwa umewapita hawa wanaopata 80%. Wewe utakuwa una kingi. Kwa hiyo pia na wewe unakuwa una generate income kwa kuwatumia watu wengine, kuliko kumwacha hana kazi kila siku. Bwana, leo nimeshiwa, leo sina kitu, nisaidie chochote. Uislamu haupendi hivyo. Wafanyie activation watu, yani uwe na uwezo wa kumactivate huyu mtu afanye kitu ambacho yeye kitakuwa na manufaa kwake na wewe utapata manufaa. Sio ambie maskini waje wale nyumbani kwako wote, upike jungu kubwa waje wale. Kumlisha masikini ni kumwezesha akamudu na yeye kupata riziki yake. Kwa hiyo kuweni wabunifu kuangalia tutawafanyia vipi watu waondokane na hii tabia, waondokane na hii hali. Hivyo ukibuni, ukiplani, na wewe tengeneza chako umo kwamba sio unatoa chako umpe yeye tu. Na wewe tengeneza maarifa, na mimi nitapata 10% fulani ninapata hapa, na hapa 10% fulani, na kule 10% fulani. Utakuwa wewe unatengeneza, unaingiza kitu. Kwa hiyo kulisha maskini sio upike jungu kubwa uwaite waje wale. Wawezeshe na wao kupata riziki, na hili kila mtu anao uwezo nalo. Unafanya hivyo kwa kumwepesishia mtu maisha, pia na wewe ushajitengenezea thawabu na kipato cha akhera. Pia duniani utapata hiyo percent fulani, itanyanyua, itaboost kidogo income yako, lakini na akhera pia unapata thawabu kwa ajili ya kuzingatia maslahi mapana ya jamii. Watu umewarahisishia mambo. Imefahamika hiyo? Kwa hiyo huyu kama kiongozi kaambiwa ayasimamie hayo, lakini na wanaoongozwa nao waangalie fursa kwenye masala kama haya. Wanao uwezo na wao kupata faida ya duniani na ya akhera pia. Wa amma saila, na ama mwenye kuomba masikini huyu, fala tanhar, usimkemee.
isikukere tu tabia kwa nini anaomba, na wewe jiulize sababu iliyomfikisha pale kuomba. Sipendi mimi hawa omba, ndiyo kweli si jambo zuri, lakini utaliondoaje? Namna ya kuliondoa, hii ndo inakuwa sasa mtihani wako. Wa amma saila, na ama mwenye kuomba, almustajdi, ni mtu ambaye hayamudu maisha yake, muhitaji siku zote. Alladhi yasalu an hajatin wa faqrin, ni mtu ambaye anawategemea watu wengine, anawaomba kwa sababu ya haja zinazomzukia kila siku na ule ufakiri, uhitaji wake. Anahitaji hichi na anahitaji na hichi, anahitaji na hichi, hakimudu. Ili akimudu anachohitajia amuombe anayehisi anacho. Sasa na hili ni tatizo, linakera. Wewe ulioko uko juu, kutatua kero hii sio kuwakemea watu, kuwatukana watu. Kadabu yako bwana, kwani mimi nafikiri hizi pesa naokota? Usimrejeshe maneno makavu mtu mwenye kuomba, mrejeshe maneno mazuri yenye heshima. Fala tasjarhu, usimkemee wala usimkaripie. Idha sa'alaka, anapokuomba. Wala tughlidh lahu alqawla, wala usimpe makavu, usimpe maneno magumu. Wengine tuna tabia hiyo, ukiombwa kwanza unakunja uso, alafu mdomo unatapika maneno sio ya kawaida. Lakini na wengine hao omba washazoea. Wewe utampa makavu, akipita na mwingine anaomba vile vile, kanyosha mkono au kikopo anaomba. Hili linaondoka. Fanyeni research, muangalie litaondokaje, tutalitatuaje. Kila mtu aishi, ana haki ya kuishi, na kuna mahitaji ya msingi ya lazima anategemea. Tutayatatuaje? Hilo ndo changamoto yenu. Badala ya kumkemea, aatihi, mpe alichoomba, utatue shida yake iliyopo mbele yake. Au raddahu raddan jamila, au hunacho cha kumpa au hutaki kumpa, mrejeshe maneno mazuri, mjibu maneno mazuri ya heshima. Sina ndugu yangu sasa hivi, hata kama unazo hutaki kumpa, lakini usimpe maneno ya ufedhuli mabaya. Allah hapendi. Omba mwenye kuomba, usimkemee, usimrejeshe maneno makavu. Qala Qatadatun, amesema Qatada, raddul miskin birifqin walinin, raddil miskin birifqin walinin, masikini anayekuomba mjibu kwa lugha ya urafiki na ya ulaini, kuwa mpole, mjibu kistaarabu, kiungwana. Usimjibu maneno yanayoitwa ya shombo, ukaona kumtukana, kesho akiniona haniombi tena huyu. Hili ni tatizo na linakera. Tafuteni njia nzuri ya kulitatua. Kwa nini hawa wakafika hapa? Kwa nini wakawa na tabia hii? Tutaiondoshaje hii tabia kwenye community yetu, kwenye jamii yetu? Lazima wawepo wataalamu wa kujua mambo kama haya, vipi yataondoshwa. Sio kukemea, wala sio matusi, wala sio ubabe kuwatia kwenye karandinga, wapeleke pori fulani. Hujatatua tatizo bado. Huko ndo umekwenda kuwapeleka pahala kwenye mahitaji zaidi. Hapa angalau wameomba watu 10, 3 wamempa, 7 hawakumpa. Katika 7 ambao hawakumpa, 5 wamemfokea, lakini kapata kwa watu 3. Aliporudi nyumbani, kachemsha, kachoma muhogo, kapata hivi, kala. Maisha yanaenda. Lakini kwa walio juu kama huyu, wanaambiwa na hili ni katika responsibility zao. Usiwakemee tu wenye kuomba, wapo na hawatakuisha. Tafuta njia nzuri ya kuondoa tatizo hili. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Tena jamii kama jamii au uongozi unakuwa na wataalamu wengi. Watumie wataalamu wako kwenye kila kitu kinachohusu jamii. Watumie wataalamu wako. Kuna jambo hili, tutali manage vipi?
basi mambo yataenda vizuri. Wa amma bi ni'mati rabbika, wasia watatu. Wasia wa kwanza anaambiwa fa amma al-yatima fala taqhar, chini ya uongozi wako yatima asidhalilishwe. Wasia wa pili wa amma sa'ila fala tanhar, na ama mwenye kuomba asikemewe. Wasia wa tatu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama neema za Mola wako zisimulie. Kusimulia neema za Allah ni kuzitumia vizuri. Neema ulizoneemeshwa nazo uzifanyie matumizi mema. Kama Allah akakupa pesa, una maisha, basi Allah anapenda kuona kile alichokupa unakitumia. Jenga ukae pazuri na familia yako, wavae vizuri, wale vizuri. Hiyo ndo kuhadithia neema za Allah. Naonyesha zipo, kwa hiyo zinatumika. Lakini kuna mwingine anazo, anajua kwenda, anaona raha kuzihesabu tu. Watu wa zamani hakukuwa na benki, anazilaza pesa kwenye godoro lake. Usiku mwenyewe anagaragara, anashika kwa mbwake. Lakini anachoma kipande cha papa na ugali wa muhogo mchana, ndo chakula nyumbani. Pesa yeye anacheka nazo tu. Sasa kula vizuri, kaa pazuri, vaa vizuri. Allah anapenda kuona neema aliyomneemesha nayo mja wake, anaishukuru kwa kuifanyia matumizi mema. Mefahamiana? Kwa hiyo na huyu naye kaneemeshwa kwa neema mbalimbali. Moja wapo kwamba alikuwa yeye hajui vipi atatatua matatizo ya jamii yake. Kaja kuwezeshwa, akajua sasa kutatua. Kwa hiyo ashukuru hiyo neema kwa kushughulikia kweli matatizo ya jamii yake. Ndo kuhadithia neema huko. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, yani hadithi nasa, wasimlie watu. Bimaana watu wanufaike bifadlillahi wa in'amihi alayka. Wanufaike watu kwa fadhila na neema za Allah alizokupa wewe juu yako. Neema alizokupa Allah na fadhila alizokufadhili Allah, wanufaike nazo watu wengine. Wewe upo kwa ajili ya watu, na alikuwepo kwa ajili ya watu, na alipokufa watu wamesikitika sana. Tumeondokewa. Kuna watu wengine wakifa, watu hata si jamaa zao wanalia, au hata hawajafa, wamepatwa na mkasa tu katika mikasa ya dunia. Mtu analia, machozi njia mbili mbili, kwa sababu huyu mtu aliyopatwa na huu mkasa ni mtu muhimu kwake, anajua thamani yake. Lakini mwingine anakufa, watu wanasema alhamdulillah, bora lilivyoondoka. Mazile alhamdulillah ziko mbili zile, moja ya kheri na moja ya shari. Unakufa, watu wanasema alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masha Allahu qadara wa faala. Anazungumza ya kheri. Kwa hiyo alhamdulillah ya kumshukuru Allah, lakini pia kwa kusikitika na kuhuzunika kwa msiba ulioko mbele yake. Lakini alhamdulillah nyingine ni ya kumshukuru Allah, kafanya vyema sana kuliondoa hili jamaa, linatuudhi, linatutesa. Kwa hiyo wewe kuwa ni mtu ambaye ukiondoka au ukipatwa na mkasa watu wanasikitika. Uwe ni mtu mwenye manufaa kwa watu wengine. Usiwe ni mtu ambaye ni mkosi na nuksi kwa watu wengine kiasi wanakuombea shari, bora uondoke wakati wowote. Kwa hiyo wasimlie watu fadhila za Allah na neema zake juu yako. Bimaana kuishi kwako hapa duniani uwe unaishi kwa manufaa ya watu wengine. Fa inna at-tahaddutha bin ni'mati shukran laha, kuzihadithia neema alizokuneemesha Allah ndo katika jumla ya kumshukuru Allah. Unashukuru kwa neema ulizopewa. Kwa hiyo hebu kuwa mtu mwenye manufaa kwa watu wengine. Ukifikiria ya kwako, fikiria na watu wengine pia. Ukiwafikiria na watu wengine, basi na watu watakuwa wanakufikiria na wewe. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, nyinyi ni umma bora wa Islamu, wafuasi wa Muhammad, umma uliotolewa kwa manufaa ya watu wengine. Taamuruna bil ma'rufi, manufaa ya jamii pana yanapatikana kwa kuamrishana mema. Yale mema mliohimizwa yatieni kwenye matendo, muone manufaa yake, munufaike nayo. Watanhauna anil munkar,
na mnakatazana mabaya. Yale mabaya mliokatazwa ni shari hayo, yadhibitini ili msalimike na madhara yake. Nyinyi ni umabora mnaishi hivyo. Watu'minuna billahi, na mnayafanya hayo kwa sababu ya imani yenu ya kumwamini Allah. Kwa hiyo kila ukiwepo hai duniani, Allah akakupa afya na neema nyingine, basi uhakikishe kuwepo kwako na hizo neema ulizonazo wananufaika watu wengi. Jamii pana inanufaika kwa kuwepo kwako. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anakwenda kuwaangalia wagonjwa, akisikia fulani mgonjwa leo hakuweza kuja msikitini, Mtume anakwenda. Na mara nyingi akiswali asubuhi, Mtume anasalisha, yeye ndo imamu, akigeuka kuwageukia maamuma, anawafahamu watu wake, anauliza fulani yuko wapi, mbona sijamuona leo? Anaambiwa mgonjwa ya Rasulullah, ana homa. Anatoka hapo asubuhi anaenda kumkagua mgonjwa. Katika jumla ya dua anazomuombea, anawaambia Allah atakurejeshea afya, wanufaike Waislamu na Uislamu kwa kuwepo kwako. Kwa hiyo kila mtu ni muhimu kwenye jamii pana. Kuwepo kwako Uislamu unufaike, yani ndio ile way of life, njia yetu ya maisha. Na Waislamu, watu binafsi, individuals, wanufaike kwa kuwepo kwako. We ni muhimu. Kwa hiyo neema za Allah zihadithie, kwa sababu kuwepo kwako kunatakiwa kuwe kuna manufaa ya watu wengine pia. Qala al-Ulusi, amesema mwana wa chuoni Ulusi, kunta yatiman. Ulusi kazitafsiri hizi aya, zile neema tatu walizoneemeshwa na hizi nyasia tatu walizohusiwa. Ulusi anasema kunta yatiman, wewe ulikuwa yatima, wa dhallan, na ulikuwa mpotovu, wa ailan, na ulikuwa maskini. Ulikumbwa na uyatima, mazingira ya upotovu na mazingira ya umaskini. Kwa hiyo Allah akakupa neema tatu baada ya hayo majanga au maafa matatu. Faawaka Allahu, Allah kakutunza pamoja na kuwa ulikuwa yatima. Wahadaka, Allah amekuongoza pamoja na kuwa ulikuwa kwenye mazingira ya ujinga na upotovu. Wa aghnaka, na akakutajirisha pamoja na kwamba ulikuwa ni maskini muhitaji. Kwa hivyo kwa neema tatu ulizoneemeshwa, fala tansa ni'matallahi alayka, usizisahau hizo neema za Allah alizokuneemesha nazo. Fi hadhihi thalathi, kwenye mambo haya matatu. Usisahau yaliyopita kwenye historia yako, usiyasahau, yakumbuke. Fata'attaf ala al-yatimi, kama ulivyokuwa yatima ukatunzwa, basi na wewe kuwa mpole na ufanye mema kwa kuwafanyia mayatima. Wataraham ala sa'il, na kama ulivyokuwa wewe uko katika umasikini ukapewa ukwasi, basi uwahurumie watu wenye kuomba maskini. Zingatia sana haja za watu wenye shida zinazowasukuma wawe omba. Zingatia watu wenye shida ambao hawaziwezi shida zao. Ni tatizo baya kwenye jamii. Fanya maarifa ya kulitatua hili tatizo, sio kuwatukana, kuwafokea au kuwapa maneno mabaya. Tatua tatizo. Faqad dhuqta liyatmu wal faqru, wewe mwenyewe ushaonja uyatima na ufakiri. Wewe mwenyewe una experience ya hivi vitu, ushaonja uyatima na ufakiri. Kwa hiyo zingatia vitu hivi, ishi kwa kuvitendea kazi. Wa arshidil ibada ila tariqi rashadi, na kwa jukumu ulilopewa kama kiongozi, waelekeze waja wa Allah. Kama wewe ulivyokuwa katika upotovu ukaongozwa, na wewe sasa uko kwenye nafasi ya uongozi, waelekeze waja wa Allah kwenye njia ya sawa sawa, waongoze vyema. Wewe ni kiongozi, waongoze watu kwenye mafanikio yao ya hapa mahala pa muda duniani na akhira wanakokwenda kwenye maisha yao ya milele. Wewe kiongozi, waelekeze, waongoze watu. Kama hadaka rabbuka, kama Mola wako alivyokuongoza, na wewe waongoze watu. Lakini watu siku hizi hakuna viongozi, kuna watawala. Yeye anajua kutawala tu. Kwa hiyo kupinda, kupiga, weka jela huyo,
huyu usimtimizie chakula, huyu fanya hivi, basi ndo inavyokuwa. Lakini huyu kiongozi anatakiwa awaongoze watu, awahurumie watu, ajue kutatua matatizo ya watu. Haya yote ni katika service, kazi yake aliyoajiriwa, yana ujira huko mbele anakokwenda. Watu wataishi vizuri duniani na wataishi vizuri akhera watakapopata usimamizi mzuri kama huu. Nadhani imefahamika, na kwa mujibu wa muda tutaishia hapo, ila kama ada narudia tena mara moja. Alam yajidika yatima faawa, Mola wako si alikukuta wewe yatima akakutunza, akakuweka makazi mazuri. Wa wajadaka dhallan fahada, na Mola wako kakukuta mpotovu, yani uko kwenye mazingira ya upotovu. Ulikuwa una kila sababu ya kuwa na wewe upotee, lakini hukupotea. Fahada, Mola wako kakuongoza, umeenda vizuri. Wa wajadaka ailan, na alikukuta Mola wako kwenye umasikini. Faaghna, kakutajirisha, uliamudu maisha yako, uliweza nafsi yako. Watu wa kule kisiwa cha pili wanasema weza rohoyo, kwa hiyo roho yake iweza. Wa wajadaka ailan, kakukuta masikini. Faaghna, kakutajirisha, ulikuwa mkwasi, uhitaji kwa watu, ukujidhalilisha kwa watu. Sasa kwa zawadi hizo ulizopewa, na wewe wanufaike watu kwa hizo. Fa ammal yatima fala taqhar, hakikisha kwenye uongozi wako yatima hadhalilishwi. Akidhalilishwa chini yako ndo umemdhalilisha wewe, na ndo maana ikaenda speech kwake, la taqhar, usimdhalilishe yatima, yani chini yako asidhalilishwe yatima. Wa amma saila, na ama mwenye kuomba, maskini muhitaji, fala tanhar, usimkemee. Akikemewa huko chini na kudhalilishwa mtu maskini, ina maana wewe ndo muhusika, utajibu maswali. Hakikisha hili halitendeki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, na ama mazuri ya Mola wako yasambaze, yaeneze, wanufaike nayo watu wengine. Zihadithie neema za Mola wako, bimaana kuwepo kwako wanufaike, wafarijike watu wengine. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.